ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tunaendelea na darasa zetu na tuko kwenye suwaru min hayati tabiina, namna ya maisha ya matabiina, wale watu ambao wamekuja kama kizazi cha pili baada ya tabaka la Mtume sallallahu, wakaja masahaba wale ambao nao wamefuatwa na hawa matabiina, na kila mmoja anakutana na yule wa juu yake. Masahaba ni wale ambao walikutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na matabiina ni wale ambao wamekutana na masahaba hawakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kizazi kwa kizazi. Na leo tuko kwenye ukurasa wa 303 303 tatu ya Kiarabu inajulikana na sifuri yake ni nukta 3.3, lakini ni 303 303. Tunayemzungumza ni katika matabiina mashuhuri sana, ambaye chupu naye aonekane kwa ni miongoni mwa masahaba, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr. Huyu ni Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, mjukuu wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa an abihi wa jaddi. Kwa huyu Al-Qasim kwa sababu baba yake ni Muhammad bin Abi Bakr. Muhammad bin Abi Bakr alikuwa sahaba mdogo, Abu Bakr mwenyewe alikuwa sahaba mkubwa, lakini huyu Al-Qasim yeye hakuwa katika masahaba, hakupata kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu Muhammad naye ambaye ni mtoto wa Abu Bakr alikuwa mdogo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inawezekana sijui alikuwa kishazaliwa, lakini inaonekana kishazaliwa kwa sababu ndio alikuwa sahaba huyu tunamuona, lakini alikuwa mdogo Muhammad bin Abi, na karithi jina la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa tulimzungumza kule kwenye suwara min hayati sahaba, tumemzungumza Muhammad bin Abi Bakr. Mtakwenda kuangalia kwenye kumbukumbu, lakini Al-Qasim bila shaka yote ni katika matabiina, si katika masahaba. Kwa hivyo tukichukua hivyo itakuwa ni mtu ambaye amepata bahati kweli, na tutaona huko mbele uko wake jinsi ulivyosheheni majina ya watu maarufu katika dini yetu ya Kiislamu. Al-Qasim, law kana li min al-amri shay'un lawallaytu al-Qasim ibn Muhammad al-khilafa Umar bin Abdul Aziz. Kuna mmoja katika matabiina wakubwa sana maarufu anaitwa Umar bin Abdul Aziz. Tumegusa habari zake na bado tutaendelea kuziona habari zake. Yeye ni katika matabiina wakubwa, alikuwa mtawala, alikuwa khalifa katika makhalifa wa Bani Umayya. Bani Umayya ukhalifa wao una rekodi si nzuri sana katika Uislamu. Umeanzia kwa Muawiya bin Abi Sufyan, ukatirika umumna kina Al-Walid, kina nani, kina Abdul Malik na kuna Abdul Aziz ambaye ndo baba yake huyo Umar bin Abdul Aziz. Lakini huyo Umar bin Abdul Aziz pamoja kwamba kaingia katika msururu wa watu wenye rekodi mbaya, lakini yeye ameweza kutetea rekodi nzuri. Al-khair fi batni shar, kama wanavyosema Arabu, al-khair fi batni shar. Ndio wakati mwingine khairi imo ndani ya tumbo la nini, la shari. Mle ndio yale nilikwambia, ni siku moja watu wanachukua makaro humu kwenye vinyesi, hasa humu karo za mji Mkongwe, wakaokota mkufu wa dhahabu. Unaonekana ulimdondoka mtu ukaingia kwenye karo. Kwa hivyo unafikiri utauacha mkufu wa dhahabu kwa sababu umo ndani ya kinyesi? Si utakwenda kuukosha tu. Kwa hivyo Umar bin Aziz yeye katika historia yake yumo umola, kwa watu wake wengi wakorofi, lakini akawa mzuri. Sasa yeye ana comment, anaweka habari za Al-Qasim, anasema Umar bin Abdul Aziz, law kana li min al-amri shay'un, ingekuwa mimi katika uamuzi na jambo, katika amri hii na jambo, wakati ule bado hajawa mtawala, basi la walaitu al-Qasima, ningemtawalisha al-Qasim bin Muhammad al-khilafa wa khalifa, ngampa yeye akakamata. Lakini sasa siamui mimi, namuona anazo sifa za kuwa khalifa wa Uislamu wote. Kama ingekuwa mimi ndo nayeamua, basi ningempa yeye khalifa. Unaona maana yake nini? Maana yake kwamba huyu Umar bin Aziz anamuona huyu Al-Qasim kwa ni mtu mwenye sifa nyingi za kuongoza watu, mpaka akaweza kutamka maneno hayo. Hasa hebu twende katika kitabu hiki na historia ya huyu bwana Al-Qasim bin Muhammad bin Abdul Aziz, halafu tutizame Muhammad bin Abi Bakr samani, tutizame maneno ya Umar bin Aziz yataanguka chini au yatakuwa yako sawa sawa kwa mujibu wa historia yake. Hal ataka naba'u hadha at-tabi'i al-jalil, hal ataka naba'u hadha at-tabi'i al-jalil, je, imekufikia habari ya huyu mfuasi mtukufu wa masahaba? Katumia mtindo wa Qur'ani ile, hal ataka naba'u al-khasmi idh tasawwaru mihraba idh dakhalu ala Dauda fafazi'a minhum. Sura gani hafidh al-Quran? Sadi
unadeka tu hapo kuulizwa wewe unazijua tu sura Mungu akujalie wewe mwanachuoni mkubwa inshallah na nyinyi wengine wote inshallah taala. Maisha ni kupokezana, wengine wanatoka wengine wanaingia, ndio hivyo, hatuwezi kungangania sisi siku zote tukabaki kwenye nafasi hizi. Hal ataka nabau hadha tabi'i aljalil, je imekufika habari ya huyu mfuasi mtukufu? Innahu fatan, hakika ni kijana, jamaa almajda, ameikusanya heshima min atrafihi kulliha, kwa ncha zake zote. Heshima ameikusanya kwa ncha zake zote. Ile heshima imefananishwa na kibindo au bahasha lile tunaofungia nguo zamani. Si mnakumbuka zamani hakuna mabegi mengi. Mtu akishafua nguo zake anazikunja, anazipanga kwenye kitambaa. Alafu akisha anaivuta ncha hii na ncha hii, anafunga. Anavuta ncha hii na ncha hii, anafunga kibindo. Mnakumbuka? Wale wa Pemba wanasema Hamadi kibindoni na silaha mkononi. Kibindo, bahasha. Anafunga bahasha. Kwa hivyo na huyu heshima kaifunga kwenye bahasha lake. Kama vile kaiweka katikati, alafu kavuta ncha ya kitambaa na ncha ya kitambaa kakaza, kavuta ncha ya kitambaa na ncha ya kitambaa kakaza, kajitwika mgongoni, kauka nacho. Kaondoka na heshima yote. Jamaa almajda min atrafihi kulliha, ncha zake zote. Hata mpaka lam yafutu minhu shay'un, hakijampita katika heshima kitu chochote kile kunachokijua wewe, vyote kavikusanya kwa kadri ya mtazamo wa hakiki wa historia. Unaweza kumuona. Ndio maana Umar ibn Aziz akasema kama ingekuwa mimi naweza na naamua jambo, huyu ndio ningemkabidhi ukhalifa. Sababu zile heshima zote anazo, si heshima za kupewa na watu, zake yeye mwenyewe za kuzitafuta. Fa abuhu, kwanza baba yake Muhammad bin Abi Bakr. Hiyo historia tu. Baba yake yeye ni mjukuu wa Abu Bakar ibn al-Khattab. Kwa hiyo ukianza kwenye ukoo tu kwanza, sasa unapiga full stop mwenyewe, ngang unaduda. Huyo ni mjukuu wa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, babake ni Muhammad. Kwa hivyo ataitwa Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Wa ummuhu, na mama yake nani? Bintu Kisra, ni binti wa Kisra Yazdajurd, akhiri muluki al-Furs, ndio wa mwisho katika wafalme wa Iran wa Persian aliyekuja akapinduliwa. Sasa mama yake ni binti wa huyo mfalme. Na historia yake tunaikumbuka kule nyuma, alianguka mateka. Katika kule kugawiwa ndo akampata huyu Muhammad bin Abi Bakar, ndio ikabidi azaliwe yeye. Kwa hivyo maana yake nini? Maana yake hata mama yake japokuwa aliingia mateka, lakini ana historia ya kifalme. Mama yake ni queen, ni malkia. Na baba yake ni mtoto wa khalifa wa dola ya Kiislamu. Heshima kubwa ya kihistoria hiyo. Lakini hiyo pekee haitoshi, haikumjaza upepo kwenye kichwa. Tutaona kuna watu wengine kisha kwa babake nani anajaa upepo kama vile balloon, anataka haruke uende zake juu. Hiyo pekee yake ndio background ya mwanzo. Wa ammatu, na shangazi yake ni nani? Aisha ummul mu'minina, bibi Aisha mama wa muumini, mke wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anha, ndio shangazi yake kwa sababu yeye si mtoto wa Muhammad. Sasa Muhammad si bin Abi Bakar na Aisha ni binti nani? Binti Abi Bakar. Kwa hivyo Aisha shangazi yake ambaye ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Tena sasa unamkuta kakamata huko kakamata kule, ndio ile ya kusema kafunga kibindo bahasha lake kwa ncha zote za heshima. Aliyevuta huku ncha heshima, akavuta huku ncha heshima, akavuta huku ncha heshima, kavuta huku ncha heshima, kakaza, kaondoka nayo yote. Wa huwa fawqa dhalika kullihi, na yeye juu ya yote hayo. Wa huwa fawqa dhalika kullihi, na yeye juu ya yote hayo. Kad tawaja hamatahu, amekivika taji kichwa chake, bitaji tuqa, kwa taji la uchamungu, wal ilmi, na elimu. Yeye katumia taji ya kutumia kilemba, kichwa chake kakifunga kilemba cha uchamungu na elimu. Akatumia taji linajulikana, uvaa wafalme au mamalkia na nini, ni namna fulani ya kitu kinachovalishwa kichwani, kinatengenezwa kwa madini ya thamani, ndio taji. Wanajua watu wa mambo ya taji, yamesemwa sana kwenye Kiswahili. Na taji linakuwa jina la mtu. Watu wa Sudan wanamuita mtu taji. Alikuwa kwa mtu mmoja hapa aliletwa hapa kutoka Sudan, akawa anashirikiana na Wizara ya Elimu kwa ajili ya kuimarisha syllabus za lugha ya Kiarabu. Anaitwa Taju Siri. Aliandika baadhi ya vitabu vya syllabus hapa, alifundisha hapa. Na chuo cha Kiislamu alisaidia. Kwa hiyo taji linakuwa jina la mtu, lakini taji maana yake ni namna fulani ya kitu kinachovaliwa kichwani, kinachotengenezwa kwa madini ya thamani.
Na umeona tawaja hamatahu, kafunika kichwa chake. Nikasema hili neno hamatahu, hata huyu mwandishi ukisoma wakati mwingine kama kidogo anatupeleka kwa sababu mchomo. Kuna baadhi ya sehemu hama kaonesha kama fufu mwili mzima. Kama unakumbuka kule tulikuwa tunasoma sura min hayati sahaba, lakini hama anaonyesha hapa kama ni kichwa. Maana taji halivaliwi mwili mzima, linavaliwa wapi? Kichwani pengine inakuwa hii pengine katika matumizi, lakini ala kulli hali tawaja hamatahu, kavika taji kichwa chake, bitaji tuqa, kwa taji la uchamungu. Tuqa ni takwa ya uchamungu, wala ilmi na elimu. Na unaona wazi kwamba elimu na uchamungu vinatakiwa viende sambamba. Usiokuwa na elimu alafu uchamungu sifuri, au na uchamungu mwingi lakini ujinga umejaa kichwani, nao ni tatizo. Ujitahidi kubalance, haizuru moja litazidi jingine tu siku zote. Unaweza kuwa mcha Mungu zaidi na elimu ikawa kidogo, unaweza kuwa mwanachuoni zaidi ucha Mungu kwa kidogo, moja linaweza kuzidi jingine, au wakati mwingine unaweza kupata wastani, lakini ujitahidi usivikose vyote vilikuwa na elimu. Ujitahidi kwenye ucha Mungu, na kwa ucha Mungu ujitahidi kwenye nini? Kwenye elimu, ili ujaribu kubalance, ziwe kama pedal za baskeli, unakwenda nazo zote katika balance kwa hivyo anapo viwili huyu. Afatahsabu, je basi unadhani anna fawqa hadha almajd, kwamba juu ya heshima yote hii, majdan, kuna heshima nyingine, yatanafasu fihi almutanafisuna, wanaoshindana ndani yake wenye kushindana. Kuna heshima kubwa kuliko hii ya kushindaniwa. Yatanafasu fihi almutanafisuna, manake wanashindana ndani yake wenye kushindana. Qur'an nasema wa fi dhalika falyatanafasil wa mizajuhu min tasnim, na katika hilo washindane wenye kushindana. Tanafus ni kushindana, kila mtu anataka kuchukua nafasi. Sasa hili ni jambo la kushindaniwa, mtu akapata nafasi. Dhalikum, huyo nyinyi, huwa al-Qasim, ndio al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq. Mkitaka kumjua kwa muhtasari kabisa, huyo ndo nani? Dhalikum, huyo nyinyi. Anakuambia ni nyinyi wasomaji wa hicho kitabu pamoja na mimi ninayesomesha. Dhalikum, huyo nyinyi, huwa al-Qasim, ndio al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr as-Siddiq. Qasim mtoto wa Muhammad, na mtoto Muhammad ni mtoto wa Abu Bakar bin Siddiq. Sifa zinatiririka sasa. Ahadu fuqaha al-Madinati sab'a, mmoja katika wanafiki au wanasheria wa Kiislamu wa mji wa Madina saba. Katika wakati wake walitamba watu saba kwa wanaijua sheria ya Kiislamu vizuri katika mji wa Madina, na yeye ni mmoja wapo. Katika muda wake, kila zama zina watu wake kwa zama zake. Ndio kama sasa hivi unaweza kusema sasa hivi mashekhe utawataja, taja mashekhe wa Zanzibar mashuhuri, utataja 1 2 3 4 5, utataja. Tutajie saba, yari yako mwenye utajaza saba unaowataka. Kama mimi nimo simo, shauri yako, lakini utajaza saba unaowataka. Sasa na Ahmad bwana we na kama ilikuwa zama zile sisi ni wadogo, walikuwa wengine wangejazwa, na sisi tutakapoondoka watakuwa wengine wakujazwa. Hii huwezi kwenda nacho hichi ukafunika watu wote. Kila wakati, kila zama na watu wake. Tumefahamiana? Kila msitu na komba wake. Msitu mpya na komba wapya. Na kuna sehemu inaitwa komba wapya, iko hapo. Siku hizi limekufa ile jina komba wapya ya msitu mpya na komba wapya. Kwa hivyo ukija msitu mpya na wale komba watakuwa nao wapya. Kwa hivyo hao walikuwa ndio wapya kwa wakati wao. Wako wangapi hao? 7, na alikuwemo. Wa afdalu ahli zamani, na ni bora katika watu wa zama zake, ilman, kwa elimu. Namba 3 anasaidia chini, anasema fuqahaul madinati sab'a, wanafiki wa Madina 7, wanasheria wa Kiislamu wa Madina 7 kwa wakati huo walikuwa nani? Hum Sa'id ibn al-Musayyib, ni Sa'id bin Musayyib, na wengine nasema bin Musayyib. Itazameni hapo, shadda iko juu ya fatha au iko chini? Shadda iko chini, juu ndo kuna fatha au shadda iko juu, fatha iko chini? Uko chini iliyoandikwa Sa'id ibn Musayyib. Tusome Musayyib, manake ikiwa shadda imewekwa juu halafu chini yake kuna fatha, ile si fatha, ile ni kisra, itakuwa Musayyib. Ikiwa fatha iko chini, kisha shadda iko chini halafu juu yake kuna fatha, ndio inakuwa Musayyab. Kwa hivyo ni Musayyib, manake wanapika bahala, wengine wanasema Sa'id bin Musayyib na wanasema Sa'id bin Musayyib katika matamko na pengine wengine watafanya kwa imala Musayyib, watafanya Musayyib. Hadrami hawasemi Musayyib kwa imala ya hawasemi Musayyib, au wanasema Musayyib bil kasri unaona. Kwa hivyo hapa imeandikwa Musayyib, Sa'id bin Musayyib au Musayyib
Ni mmoja katika naye wanazuoni wakubwa wa Madina na huyu alikuwa shemegi yake Abu Huraira, nakumbuka radhiallahu anhu alioa mtu ama yeye dada yake alioa Abu Huraira au alioa ndugu Abu Huraira, inaelekea dada yake alioa Abu Huraira. Almuhimu huyo mmoja naye maarufu, na mwingine Urwa ibn Zubair tushamzungumza, hata Said bin Musayyib tushamzungumza, na Urwa bin Zubair naye tukamzungumza naye katika matabiina wakubwa naye wa Abu Bakr bin Abdurrahman al-Makhzumi, sio Abu Bakar yule sahaba, huyu mwingine Abu Bakr bin Abdurrahman al-Makhzumi naye alikuwa katika orodha, na mwingine ni Kharija bin Zaid. Kharija jina lake hilo, na ni mwanamume au si mwanamke? Kharija, ingawa Kharija maana yake ni mwenye kutoka. Kharija bin Zaid. Na Suleiman bin Yasar, na mwingine Suleiman bin Yasar. Wa Ubaidillah bin Abdullah bin Utba, na mwingine wal Qasim bin Muhammad bin Bakar, ndio tunamzungumza hapa. Kwa hivyo katika wakati wake the top 7 katika wale 7 mashuhuri wako juu, vinara videdea, na yeye alikuwa. Na kwa hivyo kumbe si vibaya kuwa classify hawa wanazuoni, kusema kwamba katika wakati huu watu fulani na fulani na fulani ndio wako juu, si vibaya. Siku moja hii mitandao iliwahi kutoa kwamba fulani na fulani na fulani ilitoka, lakini kuna watu wakaanza kulalamika, mbona mie simo? Watu wa mitandao na wao wanatizama zile kazi zinavyofanyika, anaofanya kazi sana, anaitikiwa sana, alafu ndio wanamuingiza. Sasa mbona mimi simo? Wanapendelea kama humo ndo humo na kama humo ndo humo, si maneno tu haya, sababu analipa Mungu. Naona kama waliniweka katika wale, naona kama waliniweka na mimi nimesikufuatilia sana. Wao walitafuta watu 10 katika mashehe wanaozungumza kwa lugha ya Kiswahili na kutoa mawaidha, watu 10. Walitafuta watu 10 ambao wanawasiliana na umma vizuri na wanaufikia umma kirahisi, waliweka watu 10. Kwa hizo tuliambulia. Haya, wa afdalu ahli zamani ilma, na ni mbora watu wa zama zake. Kwa nini? Kwa elimu. Ni mbora watu wa zama zake. Kwa nini? Kwa elimu. Aliwazidi hata wale wengine. Wa ahadduhum dhihnan, na mkali wao kwa ubongo, yani kwa akili. Ana akili kali, sharp, yuko sharp. Na zaidi hii sharpness unajua wakati anapoulizwa maswali au wakati anapotoa hukumu au anapotatua migogoro, ndio unajua kwa akili yake ni kali au si kali. Ahad ni kali zaidi, dhina na akili. Washadduhum waraa, na ila pili mwingi wao kwa ucha Mungu au upanyongo wa dunia, hana tamaa. Na kinao ni mtihani huko sisi watu maarufu. Shoko mtu maarufu tena ukitawaliwa na tamaa unaanza kuwa mtu wa matatizo. Fungeni milango, anakuja. Nimeka ukitokea watu wafunga milango, huyo atatuomba sasa hivi, huyo atataja shida sasa hivi. Sasa alikuwa ni mtu ambaye dunia haiendekezi, akipata kalili katumia, hakupata na nyamaza kimya mpaka watu wanamkumbuka. Alikuwa zaidi kazidi kwenye hilo. Fataala, basi njoo, ambao kwa Kiarabu cha mazungumzo unaitia sekna hiyo lam, nasema fataal, useme fataala, sababu fatha yake ni moja, hakuna alif maksura. Fataala ikisiwa taala italeta maana nyingine, ametukuka subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Waarabu wengi wanasema fataal, yani basi njoo. Nabda qissata hayati, tuanze simulizi la maisha yake, min awwaliha, tangu mwanzo wake. Huyu anataka amchukue tangu kwenye mizizi. Ukurasa wa 304 sasa nasema, ulida al-Qasim ibn Muhammad fi awakhir khilafati Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Alizaliwa huyo al-Qasim bin Muhammad katika mwisho wa khalifa wa Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Mwisho sio mwanzo. Fi awakhiri, awakhir jamu yake mwisho tunasema, hatusemi mwisho. Ingesema fi akhiri tungetafsiri mwisho, awakhiri mwisho, kwa sababu limekuwa ni jamu lile. Kwa hivyo Kiswahili mtindo wetu tunarudia mwisho. Tumefahamiana walimu? Unapokwenda kuzungumza au kufundisha, ukikuta akhiri sema mwisho, awakhiri mwisho, ulirudia ile mwisho mara 2 ili lifikishe ujumbe vizuri zaidi. Na inajulikana kwamba Uthman bin Affan katawala muda mrefu kuliko makhalifa wote 4. Yeye ndio alitawala muda mrefu kuliko wote. Maana amefikia kwenye khalifa akiwa na zaidi ya miaka 80. Na ndio maana ikalipuka fitna sana kwamba ana miaka zaidi ya 80, anaweza kweli kutawala huyu? Ndio sasa hivi katiba za nchi nyingi sana duniani zishasema anayegonga 80
hawezi tena kuwa rais. Miaka 80 sio kidogo. Inna 80 waqad bulightuha ahwajat sam'i ila turjuman. Alisema mshairi mmoja, hakika miaka 80 ambayo nimeshafika imehitajisha masikio yangu yapate mkalimani. Maana kisha kwa sisikii vizuri. Mtu akisema kule mmoja akasema nini yule? Kasema nini yule? Unakuwa usikii tena vizuri. Ingawa wako watu wanafika miaka 80 na bado anadunda. Ninazo taarifa za mtu mmoja huko shamba fulani ana miaka 80 kaoa mwari na sasa hivi yule mwari ana mimba. Lakini hiyo habari haitokei kwa kila mtu, inatokea kwa baadhi ya hasa wala samaki wanajijua wenyewe. Turudi bwana. Kwa hivyo ulida al-Qasim, kazaliwa al-Qasim bin Muhammad fi awakhir, katika mwisho khilafati wa Uthman bin Affan wa ukhalifa wa Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Lakini at-tifla saghira, lakini mtoto yule mdogo makada yadruju fi ushi, hajakaribia kusimama kwenye kiota chake. Hajakaribia kusimama kwenye kiota chake. Ushi ni kiota. Kiota nini? Ni kile kijumba anachokitengeneza ndege kwa vijiti misisi kile. Kinaitwa nest, teacher, kama unakumbuka. Kinaitwa anatagia mle. Kwa Kiarabu kinaitwa ush. Kile nini? Ush. Ili ni fumbo. Hajakaribia kusimama kwenye kiota, manake mle ndani wale makinda sio wanakuwa siku zote waoga wamelala mle ndani, tunapiga kelele ya kijamaa. Alafu wakianza kusimama wanatokeza juu hivyo, wanaanza kuchungulia, sasa washaanza kuwa na nguvu. Umenifahamu? Kwa hivyo hapa ni fumbo ili, manake kabla hajawa imara wa kujitege. Makada hajakaribia yadruju, kunyanyuka, fi ushihi, katika kiota chake, manake hajakaribia kuwa anajitegemea. Hatta asafat, mara ukavuma, fi diyari almuslimina, katika miji ya Waislamu, rihu, upepo, alfitnati wa fitna, alhauja, fitna ya kimbunga. Fitna nini? Hauja katafsiri kimbunga, fitna ya kimbunga. Hakusudi kimbunga upepo mkali, anakusudia ugomvi wa wenyewe kwa, ndio fitna hauja. Kakusudia fitna ya kimbunga, maana fitna ugomvi wa wenyewe kwa wenyewe. Tumesema kazaliwa katika nyakati za mwisho za ukhalifa wa Uthman bin Affan, na mnakumbuka tuliposoma kwenye sura min hadi sahaba, ukhalifa wa Uthman bin Affan mwishoni ukaingia migogoro mpaka ukapelekea kauliwa Uthman bin Affan, mpaka Waislamu wakagawanyika makundi, mpaka wakapigana vita wenyewe kwa wenyewe baina watu wanaomfuata Muawiya na watu wanaomfuata Ali bin Abi Talib. Maarufu, inajulikana fitna hiyo. Kwa hivyo yeye ndo kwanza mdogo ile fitna inapamba moto. Tumefahamiana? Fastushida, akauliwa shahidi al-Khalifatul Abbad, khalifa mwenye kuabudu wa Zahad, mpanyongo wa dunia, Dhunnuraini, mwenye nuru mbili, ambaye ni Uthman bin Affan. Ndio khutba za zamani zilikuwa zinataja an Dhunnuraini, muhil layali bitilawa al-Qur'ani, sayyidina Uthman bin Affan anaitwa Dhunnuraini, mwenye nuru mbili. Na mnakumbuka kwa nini kaitwa mwenye nuru mbili? Kwa sababu alipata bahati ya kuoa mabinti wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alioa mmoja akafa, alafu akaja akamuoa mwingine, kwa hivyo kaitwa mwenye nuru mbili, ambaye ni Uthman. Wa huwa munhanin, na hali yake ameinama, bisulbihi, kwa uti wake wa mgongo, ala ajza'il Qur'ani, katika juzuu za nini, za Qur'ani. Alipopigwa panga, yeye alikuwa akakamata msahafu anasoma, na damu zimeanguka kwenye msahafu, nyingine imedondoka kwenye msahafu. Na baadhi ya wanahistoria wanasema damu yake iliingia kwenye ile aya inayosema fasayakfikahumullahu wa huwa samiun alim, atakutosha nao Mwenyezi Mungu, yeye ndo mwenye kusikia na mwenye kujua. Baadhi wanasema damu ilidondokea kwenye aya hiyo ambayo iko kwenye suratul Baqara hiyo, si ndio jamani? Kwa hivyo ameuawa akiwa ameinamia juzuu za Qur'ani anasoma. Wanashabal khilafu, na ukaripuka mzozo. Wanashiba, akasema wanashibal khilafu, na ukaripuka nini, mzozo. Hatari. Nashibal khilafu, thara al khilafu, ukatibuka ule mzozo. Lakini hii tunasema ukaripuka mzozo. Wanashibal khilafu al-kabiru, ule mkubwa, baina amiri al-mu'minina, baina kamanda wa Waislamu Ali ibn Abi Talib wa Muawiya bin Abi Sufyan, na Muawiya bin Abi Sufyan ambaye alikuwa amiri biladi Shami, ndio kiongozi wa miji ya Sham. Sham wakati ilikuwa inaingiza Lebanoni, inaingiza Syria, inaingiza Palestina, inaingiza Jordan na Israeli, sehemu ambayo ilikuwa kitawaliwa na Waislamu, zote ziliingia katika Sham kwa wakati huo. Alikuwa anaongoza maeneo hayo alikuwa ni Muawiya bin Abi
Sufyan. Na tumewahi kusema hii wakati tunazungumza mambo ya masahaba. Na tukasema wanazuoni wa Kiislamu wanatofautiana, wanakubaliana juu ya matukio, lakini katika uchambuzi wa matukio kuna mitazamo mikubwa mitatu. Kuna mtazamo ambao wanao Shia, kuna mtazamo ambao wanao Sunni, na kuna mtazamo ambao wanao Ibadhi. Kila mmoja na mtazamo wake katika haya matukio. Matukio ni yale yale ya mgogoro, kwa sababu huyu Muawiya alikuwa governor kama mkuu wa mkoa tu, kawekwa na Uthman bin Affan kutawala hayo majimbo. Huko Uthman alipouliwa, watu wa Madina wakamweka Ali bin Abi Talib kuwa ndio amiri al-mu'minin. Muawiya akakataa kumtii nani? Ali bin Abi Talib. Akasema vipi mnamtawalisha tu, kuna sisi tuna habari. Kwanza hatujui Uthman kauliwa vipi na nini, mimi sitaki. Akakata pande, akasema hili langu natawala. Hakukubali kumtii nani? Ali bin Abi Talib. Na Misri alikuwa kwa nani? Alikuwa kwa Amr ibn al-As. Na vile vile akaungana na Muawiya akakataa. Ndio mwanzo wa kukatika mapande dola ya Kiislamu. Ikawa pande hili na mwingine, pande hili na mwingine, na pande hili na baadaye vikatokea vita. Tuliyasema haya. Fitna kubwa sana. Haya yanatokea yote, huyu tunayemzungumza alikuwa mtoto mdogo. Haya. Wa fi silsilatin, na katika mtiririko mufzi'atin, wenye kufadhaisha, yani wenye fadha